Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, tukio linalofuata sasa ni maonyesho ya baadhi ya silaha, zana za kivita na vifaa mbalimbali vinavyotumiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ambavyo vimepangwa kulingana na kamandi ya Jeshi la Nchi Kavu, kamandi ya Jeshi la Anga, kamandi ya Jeshi la Wanamaji na kamandi ya Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unayoiona mbele yako sasa ni silaha inayojulikana kwa jina la Scorpion Combat Vehicle Reconnaissance Track ambazo hutumika kutoa mapigo katika uwanja wa medani, ikiwa na sifa na kazi zifuatazo: uchunguzi wa adui, kusindikiza misafara ya kijeshi na watu maarufu, kutawanya makundi yasiyo rasmi ya waandamanaji, kuweka vizuizi barabarani na kuweza kutumika kupigana vita kama kifaru kikubwa, yaani main battle tank. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inayofuata mbele yako ni kifaru aina ya T-59G idadi 3. Silaha hii hutumika kutoa mapigo ya msaada kwa askari wa miguu, yaani infantry, walioko mstari wa mbele. Vilevile hutoa ulinzi wa askari wa miguu dhidi ya mapigo ya adui. Kifaru hiki kina uwezo wa kutoa mapigo ya haraka katika pande zote, yaani kinapiga nyuzi 360. Kina uwezo wa kuvuka vikwazo, mfano mito na mabwawa, ambayo kitaalamu hujulikana kama deep holding na folding. Kifaru hiki kinatumia laser range finder, hivyo kina mfumo mzuri wa malengo ya shabaha katika uwanja wa medani. Kifaru hiki pia kina uwezo wa kutoa mapigo ya moja kwa moja direct fire na mapigo yasiyo ya moja kwa moja, yani trajectory fire. Silaha zilizomo katika kifaru hicho ni 12.7 mm anti-aircraft machine gun, 7.62 mm coaxial machine gun na main gun ambayo ni 125 mm. Mheshimiwa Rais, vifaru vinavyopita ambavyo vimebeba kwenye magari kwa majina vinaitwa amphibious idadi 3. Mheshimiwa Rais, vifaru hivi viko katika kundi la vifaru vyepesi, yani light tanks, ambavyo hutumika kutoa mapigo katika uwanja wa medani vikiwa na sifa na kazi zifuatazo. Kinafanya majukumu mbalimbali majini na nchi kavu, ikiwa ni pamoja na kupiga vikundi vya askari wa miguu, meli na boti za adui. Kifaru hiki kinatekeleza majukumu yake majini kwa 60% na nchi kavu kwa 40%. Kwa upande wa mapigo, kifaru hiki kina silaha aina 3: 12.7 mm anti-aircraft machine gun, 7.62 mm coaxial machine gun na 105 mm ambayo ni main gun. Na hicho unachokiona mbele yako chenye alama ya msalaba, hiyo ni amphibious ambulance. Mheshimiwa, kifaru hichi hutumika kubeba majeruhi na kutoa msaada wa haraka kwa askari, maafisa na askari waliojeruhiwa katika uwanja wa medani. Nyuma ya ambulance hicho ni kifaru ambacho kwa majina kinaitwa VT2 main battle tank, idadi viko 11. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, VT2 main battle tank ni miongoni mwa silaha mpya kabisa na za kisasa ambayo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania inajivunia. Vifaru hivi vipo katika kundi la vifaru vizito, yaani heavy tank, ambavyo hutumia teknolojia ya kisasa katika kufanya mashambulizi dhidi ya adui katika uwanja wa medani. Kifaru hiki kina uwezo mkubwa wa kutoa mapigo katika uwanja wa medani kikiwa na sifa zifuatazo: kina mfumo wa kisasa wa kompyuta wa fire control system ambao hutumika kuongoza mapigo dhidi ya adui. Vile vile kina mfumo wa kisasa wa upakiaji mabomu, kitaalamu tunauita auto loader system. Kina mfumo wa kisasa wa kuona usiku katika uwanja wa medani ujulikanao kama thermal imaging system. Vile vile kina mfumo wa kujikinga dhidi ya silaha za kinyuklia, silaha za kibiolojia na silaha za kikemikali. Kina uwezo wa kujificha dhidi ya adui kwa kutumia moshi ambayo kitaalamu hujulikana kama smoke screen. Lakini pia kifaru hiki kina uwezo wa kufanya mashambulizi ya shabaha bila kujali uelekeo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya vifaru wanaofuata ni kundi la wahandisi wa medani. Mheshimiwa Rais, miongoni mwa majukumu ya wahandisi wa medani ni kuwezesha vikundi rafiki kusonga mbele kwa kutoa msaada wa ujenzi wa madaraja, kutegua mabomu na kutoa msaada kwa mamlaka za kiraia pindi inapotokea mahitajio. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako sasa
Gari linalopita mbele yako sasa ni gari ambalo limebeba daraja la kisasa, kwa kitaalamu tunaliita fast mechanized bridge aina ya Q21. Lina uwezo wa kujengwa na kunyenguliwa kwa muda usiozidi dakika 20. Pia lina uwezo wa kupisha magari ya uzito wa tani 55 mpaka 60 kwa magari ya minyororo na tani 17 kwa magari ya kawaida. Linalofuata hivi sasa ni gari aina ya Q50 heavy mechanized bridge. Lina uwezo wa kujengwa na kunyenguliwa kwa muda dakika 45 mpaka 60. Na lina uwezo wa kufikisha magari tani 50 mpaka 17 kwa magari ya kawaida. Gari la mwisho kwa wahandisi wa medani, Mheshimiwa Rais, hilo kwa jina tunaliita Q60 Heavy Ribbon Pontoon Bridge, na linaitwa pontoon kwa sababu hujengwa katika mito, bahari na madaraja, na lina uzito na uwezo wa kubeba kulingana na aina ya mjengo au kima cha maji. Mheshimiwa Rais, silaha sasa zinazopita mbele yako kwa majina tunaziita Grand P Complex, yani Grand P. Idadi 3. Mheshimiwa Rais, silaha hii inaitwa Grand P kumwenzi mgunduzi wake ambaye ni mwanamama aliyeitwa Grandes. Tunasema ni portable kwa sababu inabebeka kirahisi na askari wa miguu, na complex kwa sababu ina mapigo mazito, makali na yenye utata ya kumwangamiza adui kulingana na muonekano wa silaha mwenyewe. Mheshimiwa Rais, inayopita hivi sasa ni 122 mm Howitzer D30 Alpha idadi 3. Ni miongoni mwa mizinga mipya tunayojivunia katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, ambayo inatumika katika operesheni mbalimbali. Mzinga huu una tabia mbili, yani coastal and field artillery. Mzinga huu hutumika kupiga shabaha za moja kwa moja na zisizokuwa za moja kwa moja, hutumika kubomoa ngome ya adui, hutumika kukabili vifaru na mizinga ya adui inayokaribia majeshi rafiki kwenye uwanja wa medani, hutumika pia kushambulia boti za adui, hutumika kwenye ulinzi wa fukwe za bahari, una uwezo wa kuzuia nyuzi 360 katika kufanya mapigo. Mzinga huo huvutwa na gari, yani tower gun. 130 mm gun idadi 3. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inayopita mbele yako hivi sasa ni trupu ya mizinga ya ardhini, yani field artillery aina ya 130 mm gun idadi 3. Kazi yake kubwa hutumika kubomoa ngome za adui, kuangamiza askari walioko kwenye mikusanyiko mbalimbali kwenye uwanja wa medani. Mzinga huu una uwezo wa kupiga shabaha kwa usahihi zaidi na una uzito wa tani 9 na unatumiwa na askari idadi 9. 152 mm gun howitzer idadi 3. Mheshimiwa Rais, mizinga hii ni trupu moja ya mizinga ya ardhini, yani field artillery aina ya 152 mm gun howitzer model D-20. Mizinga huu ni field artillery ambao uko chini ya kamandi ya Jeshi la Nchi Kavu. Mzinga huu hutumika kukabili silaha zilizoko kwenye miinuko mikubwa na midogo. 120 mm mortar idadi 9. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, unaopita hivi sasa ni mzinga aina ya 120 mm mortar self-propelled mortar howitzer 07PA. Mzinga huu juu yake umefungwa silaha aina ya msaada ya 12 mm ambayo hutumika kushambulia askari na adui ambao hujipendeza kwa ajili ya kushambulia mzinga. Mzinga huu hutumika kubomoa ngome za adui na una rangi maalum ambayo hufanya isionekane dhidi ya drones na ndege za adui kwenye uwanja wa medani. Mzinga huu hutumia mfumo wa kompyuta ya kisasa katika kuimarisha mapigo, kuandaa taarifa za mapigo, taarifa za hali ya hewa na katika sehemu mbili ifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni mzinga wenyewe na sehemu ya pili ni gari. Mzinga huu una uzito wa tani 17.5. BM21 Bavu wa mashini idadi 6. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mizinga inayopita mbele yako inaitwa Bavu wa mashini 21. Mzinga huu ni field artillery ambao uko chini ya kamandi ya Jeshi la Nchi Kavu. Makombora yake ni aina ya rocket ambao hujidembeza wenyewe hadi kufikia target. Mzinga huu hutumika kubomoa ngome za adui, askari wa miguu waliokusanyika katika vikundi, madaraja na viwanja vya ndege. Mzinga huu unapiga makombora 40 kwa sekunde 20. Mzinga huu una uwezo wa kupita kwenye bwawa la maji lenye kina kirefu cha mita 7. Inayopita hivi sasa hivi ni A100 multiple launcher rocket system PS8 idadi 8. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mzinga unaopita mbele yako hivi sasa unaitwa Alpha 100 multiple launcher rocket system idadi 8. Mizinga hii ni ya kisasa na imegawanyika katika sehemu ifuatavyo: gari ya hali ya hewa meteorology vehicle,
Gari inayochungulia gari hii imechakata taarifa za hali ya hewa ambazo huwa ni kikwazo kwa mwendo kasi wa makombora na kuzituma kwenye gari la mapigano. Gari linalofuata ni command vehicle. Gari hili linatumiwa na kamanda kutoa taarifa za mipigo kwenye uwanja wa medani. Gari linalofuata ni Malco transport vehicle. Gari hili hutumika kubeba na kusafirisha makombora hadi umbali wa kilomita 120. Gari linalofuata ni Malco launcher vehicle. Gari hili hupokea amri za mapigo kutoka kwa kamanda na kuruhusu makombora kupigwa. Makombora hayo hupiga ngome, madaraja na viwanja vya ndege vya adui. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, zinazopita hivi sasa ni silaha za msaada kwa kamandi ya Jeshi la Anga, ambazo miongoni mwa majukumu yake ni pamoja na ulinzi wa anga dhidi ya adui. Na inayopita mbele yako hivi sasa ni rada aina ya P15-M2. Rada hii imetengenezwa kwa madhumuni ya kugundua na kutambua targeti zinazoruka kimo cha chini na kimo cha kati. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako hivi sasa ni rada aina ya AR-3273D. Kazi yake ni kufanya uchunguzi wa anga, kuona ndege za adui na ndege rafiki. Ina uwezo wa kuona umbali wa zaidi ya kilomita 400. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, zinazopita mbele yako hivi sasa ni FB6 Missile Weapon System. Ni silaha mpya na ya kisasa inayotumia mfumo wa rada. Zinapita mbele zikiwa idadi 4, zikiongozwa na commanding vehicle ambayo inaongoza amri za mapigo, ikifuatiwa na gari idadi 2 zenye makombora ya mapigano, yani missile fire vehicle, na itafuatia gari la umeme energy vehicle kwa ajili ya kusupply umeme. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako hivi sasa ni kifaru kinachoongoza mapigano ya kombania kwa jina la Self Propelled Acquisition and Guidance Unit, yani SPAGO. Kifaru hiki kina rada 2 kama zinavyoonekana. Rada moja ni kwa ajili ya kutafuta ndege vita za adui na rada ya pili ni kushikilia malengo ya ndege vita za adui na kuongoza makombora hadi kufikia kwenye targeti. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako hivi sasa ni vifaru 4 maarufu kwa jina la Self Propelled Launcher. Idadi ni 4 kwa ajili ya mapigo ya makombora matifu baada ya kupewa amri za mapigo kutoka kwenye kifaru cha kuongozea mapigo ya makombora ambacho tumekiona mbele. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako hivi sasa inajulikana kwa jina la TLV, yani Transport Loading Vehicle. Hili ni gari maalum kwa ajili ya kusafirisha, kupakia na kupakua makombora kwenye SPL ambazo zimepita hivi punde. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inayopita mbele yako hivi sasa ni trupu moja ya mizinga kwa ajili ya kutungulia ndege za adui zinazoruka kimo cha chini, zikiongozwa na silaha aina ya 14.5 mm anti-aircraft, ikifuatiwa na 23 mm anti-aircraft na mwisho ni 37 mm anti-aircraft. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, zinazofuata hivi sasa ni silaha za msaada kutoka kamandi ya Jeshi la Wanamaji. Miongoni mwa majukumu yake ni pamoja na kuhakikisha ulinzi katika mipaka yote baharini, maziwa na mito mikubwa, utafutaji na uokoaji hasa yanapotokea majanga baharini, kutoa ulinzi wa kutosha. Inayopita mbele yako hivi sasa ni rada aina ya Mobile Radar 403C Automatic Identification System. Rada hii hususan hutumika kwa uchunguzi wa shabaha za majini, hususan maeneo ya upofu, yani blind zone, na katika eneo maalum ambalo halina rada. Na inayopita mbele yako hivi sasa ni interceptor boat. Boti hii huitwa multi-mission au interceptor boat, hutumika kwenye doria kwenye fukwe za bahari na bahari kuu. Na inayofuata ni defender boat ambayo hutumika kufanya kazi usiku na mchana, kufanya kazi za uokozi baharini na kuwafuatilia mienendo ya meli za adui. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, vinavyofuata sasa ni vikundi vya utawala ambavyo huwezesha majeshi yetu kufanya kazi kwa ufanisi wakati wa amani na wakati wa vita. Yanayopita mbele yako ni mabasi ambayo hutumika wakati wa shughuli mbalimbali za kiutawala. Ikumbukwe tu Mheshimiwa Rais, mabasi hayo ni miongoni mwa yale ambayo ulifanya uzinduzi hivi punde tu.
Mheshimiwa Rais, inayofuata ni Mobile Workshop ambalo jukumu lake ni kufanya matengenezo madogo madogo ya magari, vifaa na zana za kijeshi wakati wa operation na shughuli za kawaida. Ndani yake kuna mashine mbalimbali zinazowezesha matengenezo hayo, mfano welding machine, grinding machine, generator, compressor na battery charging. Linalofuata hivi sasa ni container handler. Gari hili ni mtambo maalum unaotumika kwa ajili ya kubeba vitu vizito, hususan makontena. Na linalofuata Mheshimiwa Rais ni gari la zimamoto na maokozi kutoka shirika la uzalishaji mali Suma JKT yenye kiwango cha Municipal Fire Tender. Gari hili hutumika kuzima mioto na kufanya maokozi mbalimbali. Lina uwezo wa kubeba maji lita 500 na kuzima moto hadi umbali wa mita 75. Mheshimiwa Rais, linalopita mbele yako sasa ni roller compactor ambalo hutumika katika majenzi ya barabara kuweka mgandamizo madhubuti kuhimili uzito mkubwa ambao huweza kuharibu miundombinu. Na inayofuata ni concrete mixer. Huu ni mtambo utumikao kuchanganya zege hasa wakati wa shughuli za ujenzi zikiwa zinaendelea. Na mortar grader ni mtambo utumikao kutengeneza barabara zetu zenye kwenye makambi jeshini, kusawazisha viwanja na kutoa msaada kwa mamlaka za kiraia. Mheshimiwa Rais, zinazofuata ni zana ambazo zimetengenezwa na shirika letu la Nyumbu. Inayopita mbele yako hivi sasa ni gari aina la Amadi Personal Carrier ambayo imebuniwa na kutengenezwa na wahandisi kutoka katika shirika la Nyumbu kwa lengo la kuwasafirisha na kuwalinda askari kwenye uwanja wa medani. Inayofuata ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati vifaa vinaendelea kupita kaskazini mwa uwanja, ni helikopta idadi 5 ambazo zinapita mbele ya jukwaa kuu Mheshimiwa Rais na kutoa heshima kwako. Helikopta hizo Mheshimiwa Rais ziko katika arrow formation. Ya mbele kabisa ni helikopta aina ya H225LP ambayo hutumika kwa ajili ya kusafirisha viongozi, kubeba wagonjwa, kutoa misaada wakati wa majanga ya kitaifa na kimataifa, na vile vile pia inaweza kutumika kwa ajili ya kupiga picha za angani. Helikopta nyingine ambayo imepita ni H215M ambayo nayo hutumika kubeba majeruhi wakati wa vita, kufanya doria, kuwashusha na kuondoa wanajeshi kwenye uwanja wa medani, na vile vile kusindikiza misafara ya viongozi wakuu wa serikali na majeshi. Helikopta nyingine ni H125M ambayo yenyewe hutumika kwa ajili ya kuning'iniza mizigo, yani sling loading, urukaji wa maonesho air show. Inaweza kufungwa silaha na kutoa msaada katika uwanja wa medani, na vile vile inaweza kutumika kwa ajili ya kuzima moto. Mheshimiwa Rais, kaskazini mwa uwanja pia zitatokea ndege PT6 ambazo ulizindua wiki hii. Ni miongoni mwa ndege ambazo ulizizindua ambazo ni primary trainer idadi 6 zitapita kwako na kutoa heshima kwako Mheshimiwa Rais. Hizo ndio zile ndege ambazo miongoni mwa ndege ambazo ulifanya uzinduzi pale 603 kikosi cha usafirishaji wa anga, zinapita kwako na kutoa heshima Mheshimiwa Rais. Asante.